tunashukuru kwa kuweza kufikia huu, lakini pia kuna nyingine shukuru kwamba tumekuwa na wadau muhimu sana hatua mbalimbali za maendeleo ya sera wetu kwenye nchi yetu Tanzania. Natupa sapoti kubwa baadhi ya sapoti, lakini pia kwenye baadhi ya mazungumzo au maandiko yenu na vitu ambavyo vinasaidia kuweza kwenda sawasawa. Baadhi ya tofauti watu wanafikiria kwamba wanasema kwamba atakosolewa, sio kwamba atakosolewa. Kama utakosolewa huwezi kutaka maendeleo. Kwa hiyo wale walikuwa wanatukosoa kwa nia njema, sisi tunawashukuru kwa sababu wanaweza kusaidia, tunaweza kurekebisha mambo ambayo hatuyataki ni ya uongo, kubuni, kusingizia au mtu yoyote atakuwa hawezi kufurahi nayo. Alafu sisi tuko wazi kila siku zetu tunapotokea tunawapata tena. Kwa hiyo kutoka kuzungumza kitu ambacho iko sawa kutoka na mtazamo yote mnyongo ambayo ataweza kubali kama anataka. Lakini niwapongeze sana. Sisi kwenye shirikisho tuna wadau mbalimbali ambao bila wao hatuwezi kuendelea. Kuna wadhamini wetu, tuna nyinyi wanahabari, tuna wanachama wetu, tuna wanachama wetu kwa maana ya mikoa yetu, lakini pia na vilabu ambavyo pia ni wanachama, lakini pia kuna vilabu ambavyo sio wanachama, wanacheza ligi ambazo sio za ligi kuu, lakini wanachama wa wanachama wetu wote hao wanasapoti. Lakini pia tunadau na pamoja serikali ambayo tunafanya naye kazi kwa pamoja, na hili liko wazi, bila kushirikiana na serikali hauwezi kufanikiwa, kwa sababu sehemu kubwa ya mipango serikali ndio inafanya. Kama mnavyoona sasa hivi tunapata sapoti kubwa ya serikali kuliko huko nyuma, kwa sababu mahusiano yetu ni mazuri. Lakini pia kwenye mambo mbalimbali, kwa mfano programu zetu za vijana, tunashukuru serikali yetu ina utaratibu ambao ni wa siku nyingi kwa kuwa na mashindano ya shule zetu, kwa maana shule za msingi na shule za sekondari, ambapo ni sehemu ambao na sisi tunapita huko kuangalia vijana mbalimbali wanaoshindana kwenye mashindano yale, tunawapata wanaenda kusaidia. Mambo mengi tumekutana, tushaongea sana kwamba kwa nini tumepata mafanikio haya. Mafanikio haya ni matunda kwamba kazi zetu sisi tumedokumenti, hatuamki tu na kukurukuru. Tumetengeneza mpango mkakati wa kwanza ilikuwa wa 2018 mpaka 22, lakini tukafanyia matukio 22 pale, tukaanzisha tena mwingine 23 mpaka 27. Kwa hiyo mwaka 27 tutafanya matukio, tutatengeneza vingine. Kuna mambo ambayo tulisema ya muda mfupi tutatekeleza, mwingine ya muda wakati, mwingine ya muda mrefu, yote tumeyazingatia. Na ukiangalia kwenye maono yetu tulisema kwamba hii ilikuwa ni 2018 wakati tunaanza kutengeneza mpango kwamba tunataka kuifanya Tanzania. Nasema tuliandika kwa Kizungu hapa, bring Tanzania as a football powerhouse at every level. Wakati huo tunazungumza ilikuwa Tanzania sio lolote, sio chochote, lakini sasa hivi nadhani tunaona tulianza kwenye level ya zone yetu ya Sekafa Afrika, na sasa hivi kwa sababu tumekuwa tunaqualify mashindano ya Afrika mara kwa mara, sasa hivi tumeanza tena kuqualify kombe la dunia. Kama mnavyojua tumeshakwenda kombe la dunia 2023 kule miaka 17 lakini pia timu yetu ya wanawake ya futsal ilienda tena kombe la dunia, lakini safari hii tena Tanzania Girls nao wameenda kombe la dunia, Serengeti Boys nao wameenda kombe la dunia, na
Mwenyezi Mungu akijalia, kesho kuna mechi kisha kwenda robo finali, akienda nusu finali tayari, na maana Twiga Stars nao wataenda kombe la dunia, na matarajio yetu tunajitahidi kwa muda za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ambayo tunafanya, bahati mbaya Serengeti Girls tunaweza kupata nafasi kwenda kombe la dunia kwa mara nyingine kutokana na kusini, lakini AFCON tunashiriki kama mnavyojua. Baadhi ya nchi ambazo wasiposikana kwenye AFCON ni Tanzania, lakini pia tumeshinda vikombe mbalimbali kwa upande wa Sekafa, lakini pia kualikwa Kosafa, tumeshinda vikombe, tumealikwa China tulikwenda mwaka jana, mwaka juzi, mwaka huu Serengeti Boys walikwenda kule wakafanya vizuri. Wale vijana wa kike wa kwetu mwaka huu wameenda kwa kategori ya under 14 Portugal kule, wakakwenda wakafanya vizuri. Kwa hiyo mabadiliko makubwa, na kwa mabadiliko hayo tunapata mialiko mbalimbali ambayo zamani ilikuwa Tanzania kutaka kuomba mwaliko wa kucheza na timu nyingine hawezi kuturuhusu kucheza kwa sababu ilikuwa hatuna maana ya kucheza nao. Lakini pia kama mnavyojua, sisi ni mojawapo ya zile nchi ambazo zinapata nafasi 4 za vilabu, kwa maana nafasi 2 kwenye Champions League na nafasi 2 kwa Federation imeingia, na sasa hivi ilikuwa ni mazoea, na nadhani tutaendelea kuongeza pointi, hatutaweza kuondoka huko ambapo ni vitu tofauti. Lakini pia ligi yetu imekuwa ni mojawapo ya ligi bora. Tumesoma kuna watu wametoa kwamba kwenye 5 bora hakumo. Sasa tunaangalia sasa hivi kila mtu tu anaamua anatengeneza. Sasa huyu anatengeneza, nadhani mara ya kwanza hiyo ndio wao wanaotoa support, wale wanaotoa vigezo vya ligi, lakini hawa waliotoa sio. Kuna mtu mwingine naye akatengeneza akatoa na pesa zimechukua sawa, lakini wale ambao waliweka huko kwenye namba 4, 5 wao ndio hawajatoa. Sasa hatujui vigezo vyake vipi, labda rangi za jezi, na kila mmoja anategemea anaangalia vigezo vyake. Lakini pia unapokuwa kwenye sehemu unashindana na wenzako, lazima ukubali. Na hata kwa wakuu wa watu kama wenzetu wataendelea kuwa bora zaidi na nzuri zaidi. Kwa hiyo yote haya sisi tunafanya, tunashirikiana nini, na sehemu kubwa ya nyinyi imekuwa ni sehemu yetu. Kwa hiyo nimesema tuongee hapa, na sehemu kubwa mtaniuliza maswali, kwa sababu mengine nikiarudia ni hayo kila siku, niuliza maswali kwa ufafanuzi. Lakini sisi tulikuwa na mchakato wa kanuni ambao mwaka huu ulikuwa shirikishi kushinda mwaka wote. Vilabu vimetoa maoni yao, wadau mbalimbali, serikali, wafadhili wetu, wadhamini wote wametoa maoni yao, lakini yote inakwenda michakato hatua baada ya hatua, lakini hatua ya mwisho inakuja kwenye kamati ya utendaji. Kamati ya utendaji ndio chombo cha mwisho ambacho kinapitisha kanuni. Leo nimesikia chombo cha habari kimoja wanasema kanuni zinaenda BMT kusajiliwa. Kanuni haziendi kusajiliwa BMT. Katiba ikishasajiliwa BMT imetaja utaratibu wote wa kuongoza utengenezaji wa kanuni. Kanuni zikishapita kwenye michakato, kamati ya utendaji ndio kikao cha mwisho tumepitisha. Na jana tulikaa ndani ya chumba hiki tukapitisha zile kanuni, lakini sio kupitisha tu, na kamati ya utendaji nayo jana ilikuwa ndo nafasi yake nayo kutoa maoni yake kwenye zile kanuni. Kwa hiyo mchakato yote na hizo rasimu mlizoona ni rasimu ambazo zilikuwa zimepita kwa wadau na michango ya wadau mbalimbali. Mabadiliko yalifanyika pia kwenye kamati ya utendaji. Kuna maoni ya wadau yalikuja ambayo yamepita michakato yote, tumekuja pia mengine kamati ya utendaji imejadiliana, imeyaondoa. Kwa
kwa sababu sisi kama kamati ya utendaji ndio ambao tumekasimiwa kusimamia na mkutano mkuu wa TFF pia siku hadi siku, na kamati ya utendaji imetoa madaraka hayo kwa rais anayesimamia sekretariat kwa utendaji wa siku kwa siku. Kamati ya utendaji inakaa kila baada ya miezi miwili, lakini jana ilikuwa ni kikao cha dharura kwa ajili ya kanuni, na ni moja ambayo ni vizuri nikaitolea ufafanuzi. Ni mapendekezo yalikuja kutengeneza kanuni ya kuwadhibiti wanahabari, wachambuzi, sijui nini, yote pamoja. Kamati ya utendaji imeona kwamba yale mapendekezo ya zile kanuni sisi sio sehemu yetu. Kuna TCRA na kuna bodi mbalimbali za udhibiti wa mambo ya habari, lakini pia kuna vyombo vya sheria, na bahati nzuri kesi zilizotokea ambazo kuna waandishi wale abuse, TCRA na vyombo mbalimbali vilitoa ushirikiano na vikatekeleza kama ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo sisi tumeiondoa hiyo, tumeona kwamba imeletwa ndio na wadau, watu sijui nani ameleta, sijui filamu, sijui nani wameleta, tumeona kwamba hapana, ingawa mnawavuruga saa ingine, mnavuruga mambo ya usajili ya uongo, mnawachonganisha, na ndio maana labda waileta hiyo. Sisi tumeona kwamba kwa sababu vyombo vya sheria na vyombo mbalimbali vinavyosimamia vimeweka taratibu zao na hawajawahi kutuangusha. Lakini pia kama kuna mambo ya rushwa, wengine watakwenda kwenye masuala ya taasisi ya rushwa, sio sisi. Watu wanatuuliza kwa nini yanatoka tuhuma za rushwa, sijui nini. Sisi tunajua kwamba tuna limiti yetu na watu wa rushwa wapo wanajua, lakini kuna mambo mengine pia yanahusu masuala ya udhibiti wa madawa ya kuongeza nguvu pamoja na madawa ya kulevya kwa wachezaji wetu, pia vimekuja vipengele hivyo. Sisi tumepitisha kwamba tutaanza na utaratibu wa kuweza kwenye ligi yetu kufanya utaratibu wa uchunguzi.